Hivi leo nakuletea story ya utata ambayo inamhusu mchungaji Josephat Mathias Gwajima. Ukitaka kumfahamu Gwajima, basi unatakiwa urudi mwanzo kabisa, Disemba 19 mwaka 1970. Ukitaka kumfuatilia na kumfahamu mchungaji Josephat Gwajima, usianze kumfuatilia kuanzia miaka 2000 kwa sababu utakutana na taarifa nyingi ambazo zitakunyima kabisa kuweza kumfahamu huyu mtu. Watoto wengi wa 2000 wamempatika jina la Gwajboy. Hii ni moja AKA ambayo imetamba sana. Labda tuizungumzie hii AKA ya Gwajboy. Ilitokea wapi na kwa nini mtumishi wa Mungu akaitwa Gwajboy? Kwanza kabisa, video ambayo inamuonesha mtu akivunja amri ya 6 na mlembo inavuja kwenye mitandao ya kijamii. Mtu ambaye alionekana kwenye hiyo video moja kwa moja alifananishwa na mchungaji Josephat Gwajima. Watu wakasema hii ni connection ya Gwajima, na wengine wakamsifia sana, wakasema Gwajboy kweli anaiweza kazi kwa maono ambayo alikuwa ameyaonesha pale alipokuwa akivunja amri ya 6. Na ilipofika siku ya ibada kwenye kanisa la Ufufuo na Uzima, watu wengi walitamani kujua kwamba Gwajima atazungumza nini kutokana na hizo video ambazo amekuwa akihusishwa nazo, video za connection. Bila connection hauwezi kupata hiyo video, na naamini mpaka hivi sasa watu wengi hawajaipata hiyo video. So Gwajima akasema kwamba yule kwenye video sio mimi, mbona anaonekana kama ana mkono kama ananyanyua chuma hivi, ule ni mkono wa bouncer, sio mimi. Watu wakajiuliza maswali, mtumishi wa Mungu connection naye pia kaiona? Sasa ukimtafuta Gwajima kwenye miaka 2000 utakutana na story ambazo zitakufanya ushindwe kabisa kumwelewa. Sasa leo nakuletea mtiririko mzuri kabisa ambao utakufanya uweze kumfahamu mchungaji Josephat Mathias Gwajima, story ya utata kabisa, ya kina kabisa, ambayo inamuelezea mchungaji machachari, askofu wa makanisa zaidi ya 2000 ya Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima. Na hii ndo historia yake ya maisha na miujiza na uponyaji. Josephat Mathias Gwajima ni mchungaji mwinjilisti kutoka kwenye mjumuisho wa makanisa ambayo yanaunda umoja wa makanisa ya Ufufuo na Uzima. Alizaliwa Disemba 19 mwaka 1970 katika kijiji kidogo kilichopo mkoa wa Mwanza nchini Tanzania. Maisha ya Gwajima yalianza kama hivi. Katika umri wa miaka 15, Gwajima alipata ajali ambayo iliweza kusababisha ulemavu. Ajali hiyo iliweza kuasili kabisa uti wake wa mgongo, iliyomfanya kuwa mlemavu kwa takribani miaka 6. Madaktari walimwambia kuwa hali yake asingeweza kupona tena. Hata hivyo, baadaye Gwajima aliweza kujitokeza na kusema kwamba ametokewa na Yesu katika ndoto na akamponya kabisa na kuwa mzima na kurudi tena kutembea. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 1993. Hapa ndo maisha ya Gwajima ya utata yanapoanzia. Anapata ajali katika umri wa miaka 15, anakuwa mlemavu kwa miaka 6, lakini baadaye anakuja kusema kwamba ametokewa na Yesu ndotoni na akamponya na hivi sasa ni mzima kabisa. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 1993. Hali hiyo ilimfanya Gwajima aone utofauti katika maisha yake na kumwelekea Yesu na kumpokea kuwa Bwana wa maisha yake. Gwajima katika harakati zake amebahatika kupata elimu ya juu kabisa ya dini pamoja na theolojia. Gwajima alijiunga na shule ya Biblia ya Afrika Mashariki ambao ipo huko Nairobi, Kenya, ambapo alipata diploma ya juu kabisa katika Biblia na theolojia mwaka 1994. Baadaye alijiunga na Japan Bible Institute na kupata shahada ya uzamili katika mission ya Kristo, na hii ilikuwa ni mwaka 2008. Pia alikamilisha shahada ya uzamivu katika theolojia kutoka chuo cha Omega Global University Afrika Kusini, na hiyo ilikuwa ni mwaka 2015. Katika miaka 90, Gwajima alianza huduma ya kidini kwa kufungua makanisa katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, ikiwemo pamoja na Mwanza, Musoma, Mugumu, Dar es Salaam, na lile kanisa lake kubwa kabisa la Ufufuo na Uzima lililopo Ubungo, Dar es Salaam linajivunia kuwa na idadi ya waumini wengi sana. Lakini pia kanisa la Ufufuo na Uzima lina matawi zaidi ya 400. Pia Gwajima ni msomi wa theolojia pamoja na Bible ambaye ameandika vitabu takribani
40 mpaka sasa. Tumemaliza? Hapana, hatujamaliza. Mlete Gwajima. Hatuwezi kumaliza hii story pasipo kulizungumzia hili. Ndo pale nilipokuambia historia ya Bishop Gwajima ina utata. Tukumbuke tukio moja ambalo Bishop Gwajima alidai kwamba atamfufua marehemu Amina Chifupa. Na hii ilikuweje? Askofu Josephat Gwajima alidai kumfufua marehemu Amina Chifupa katika ibada ya kanisa lake la Ufufuo na Uzima. Alimleta mbele ya madhabahu binti aliyefahamika kwa jina la Maria Tongola, ambaye alidai kuwa alitoka kuzimu na kumwacha Amina Chifupa huko. Gwajima aliahidi kumrudisha Amina Chifupa kutoka huko kuzimu. Hii ni miongoni mwa matukio ya utata kabisa ya Bishop Gwajima, na ndio maana nimekwambia hii ni historia ya utata ya mchungaji Bishop Gwajima. Kauli hii ilizua mjadala mkubwa sana nchini Tanzania, na baadhi wa viongozi wa dini walikosoa hatua hiyo, akiwepo mchungaji Christopher Mtikila kutoka kanisa la Full Salvation Church. Alikataza kitendo hicho akisema ni udanganyifu kwa waumini. Aidha, baadhi ya watu waliona ni hatua ya kujipatia jina kidini pamoja na kisiasa. Hata hivyo, hakuna uthibitisho wa kisheria na kisayansi ambao unaonesha kwamba Bishop Gwajima alimfufua marehemu Amina Chifupa. Amina Chifupa alifariki tarehe 26 Juni ya mwaka 2007, na haya ni miongoni mwa matukio ya utata kabisa ya mchungaji Bishop Gwajima. Na ndo maana nikasema hatujamaliza. Mlete Gwajima. Sasa tuangalie nafasi nyingine ya mchungaji Gwajima katika anga za kisiasa. Katika upande wa kisiasa, Gwajima ni mtu wa aina gani? Ameanza kujihusisha siasa kwa muda mrefu sana. Kwa muda pia ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Lakini hacha tuanze kumzungumzia katika upande wake wa kisiasa mwaka 2020. Tunaanzia wapi? Tunaanzia katika jimbo la Kawe. Ilikuwa ni Oktoba 14 ya mwaka 2020, aliyekuwa rais wa awamu ya 5, Rais Dr. John Pombe Magufuli, ambaye hivi sasa ni hayati. Rais Dr. John Pombe Magufuli alitoa kauli maarufu ya kusema kwamba nileteni Gwajima mnamo Oktoba 14 mwaka 2020, wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu katika jimbo la Kawe, Dar es Salaam. Katika hotuba yake, Rais Magufuli alieleza kuwa alikata jina la Furaha Dominic, mtoto wa dada yake ambaye aliongoza kwa kura za maoni ndani ya CCM kwa nafasi ya ubunge katika jimbo la Kawe. Akasema kuwa Furaha hakuwa na uwezo wa kushindana na Askofu Gwajima. Alisema, nataka niwaeleze ukweli wana Dar es Salaam. Askofu Gwajima ni mkweli, ni kiongozi mzuri, ndiyo maana hata aliongoza kura za maoni jimbo la Kawe. Furaha Dominic ni mtoto wa dada yangu, lakini nilikata jina lake kwa sababu hawezi kushindana na Gwajima. Rais Magufuli alisisitiza kuwa Gwajima ni mchapakazi na ni kiongozi mzuri. Aliwataka wananchi wa jimbo la Kawe kumchagua ili kuleta maendeleo katika jimbo hilo. Kauli hiyo ilizua mjadala mkubwa sana katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, huku baadhi ya watu wakiona kuwa ilikuwa ni ishara ya kumtaka Askofu Gwajima kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Kawe. Hata hivyo, Askofu Gwajima alikubali uteuzi huo na aligombea ubunge wa Kawe kupitia CCM. Katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 28 mwaka 2020, alishinda na kuwa mbunge wa Kawe, akimshinda mbunge wa zamani Halima Mdee ambaye alikuwa akiwakilisha Chadema. Baada ya kushinda, Askofu Gwajima alimshukuru Rais Magufuli kwa kumteua na kumsaidia kuingia bungeni. Kwa hiyo kauli ya rais ya kusema nileteni Gwajima mnamo Oktoba 14 ndiyo ambayo inaonekana kama ilimuibua rasmi Gwajima katika nyanja za kisiasa. Lakini Gwajima amekuwa na matukio mengi sana katika upande wa kisiasa ambayo moja kwa moja yameonesha misuguano ya kutokuelewana na mamlaka fulani katika serikali. Hiyo ni histori tata ya Gwajima ambayo inaonesha toka alipozaliwa, amesoma wapi, harakati zake za kidini, lakini pia harakati zake za kisiasa na namna ambavyo amekuwa akifahamika kwa utata ambao amekuwa akiweka. Kwa hivi sasa Askofu Gwajima amechukua sura mpya na kujadiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Mnafahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea, na ndio maana nikaona kuna ulazima kabisa wa kuwaletea historia ya Askofu Gwajima. Kuna mengi sana ambayo tunaweza
tukamzungumzia Gwajima, lakini hacha niwaongezee na hili hapa ili uweze kuendelea kumfahamu vizuri sana Askofu Gwajima ni mtu aina gani. Gwajiboy ni mtata sana. Nataka niwaletee moja ya kisa ambacho kilimfanya Gwajima ashindwe kuonesha msimamo wake pale alipoambiwa, Gwajiboy, tunachanja? Gwajiboy akaitikia chanji. Hili tukio lilikuweje? Basi nataka nikufafanulie vizuri ilikuweje mpaka Gwajiboy akaulizwa ilikuwaje. Ilikuwa hivi, Gwajima alijulikana kwa kupinga chanjo za COVID-19 akidai kuwa ni hatari na kwamba zinaweza kuathiri ubongo wa binadamu. Alisisitiza kuwa Mungu ndiye mponyaji pekee na kwamba chanjo za COVID-19 ni njama kwa nchi za magharibi dhidi ya Afrika. Kauli ya Rais Samia ilionyesha kutokuwa na uhakika kuhusu msimamo wa Gwajima kuhusu chanjo, na akamtaka kujibu moja kwa moja. Je, Gwajima utachanja? Je, Gwajima umechanja? Gwajiboy umechanja? Hata hivyo, Gwajima alikwepa kujibu swali hilo, akionekana kuwa na msimamo thabiti kuhusu kupinga chanjo za COVID-19. Hii ilitokea kipindi ambacho kuna wimbi kubwa la COVID. Huo ndo utata wa mchungaji Josephat Gwajima. Ungependa tuendelee kuzungumza nini kinachomuhusu Gwajima? Hii ni story ambayo imechambuliwa kutoka kwenye vyanzo vingi kwa msaada wa mtandao. Story hii iende kuchochea utafiti wako binafsi wa kuchimba zaidi na kuweza kumfahamu Gwajima. Story hii lengo lake ni kukufanya wewe fanya utafiti wako binafsi ambao unaweza kujiandalia story ambayo itakupa majibu mengi na maswali ambayo umekuwa ukijiuliza kuhusiana na mchungaji huyu.